Damu ya waliokufa nchini Tanzania imeanza kumwandama Samia Suluhu na kumsumbua vibaya. Ujambo na karibu. Wiki hii taifa limeingia katika tafakari nzito baada ya video ya mhubiri mmoja maarufu kusambaa mtandaoni ikibeba ujumbe mzito kuhusu maadili ya uongozi na matumizi ya mamlaka. Katika video hiyo, mhubiri huyo alionekana akizungumza kwa msitizo mkubwa, akionya kuwa ni hatari kwa taifa lolote kuruhusu tamaa ya madaraka kushinda uadilifu wa hofu ya Mungu. Maneno hayo yamechochea mjadala mpana unaogusa siasa, maadili na mustakabali wa taifa, huku wengi wakitafsiri hotuba hiyo kama onyo kwa wale wanaotumia mamlaka kwa maslahi binafsi na kuonyesha kwamba Rais Samia Suluhu pengine ameshalaaniwa kutokana na hayo yote, ambao limeonekana kwamba huenda damu ambayo ilimwagika basi imeanza kumwandama na kumletea mikosi. Katika siku chache tangu video hiyo kuibuka, mitandao ya kijamii ilifurika maoni, mijadala na tafsiri tofauti. Wengi walichukulia ujumbe huu kama sauti ya kinabii katika kipindi ambacho nchi inakabiliwa na changamoto za uongozi, migogoro ya kisiasa na kuporomoka kwa imani ya wananchi kwa taasisi za dola. Wengine wameona maneno hayo kama mwaliko wa tafakari upya uhusiano kati ya viongozi wa wananchi na kuzingatia misingi ya haki, uwajibikaji na heshima ya utu wa mwanadamu. Video hii iliyowekwa kwenye ukurasa wa Bongo Broadcast mtandaoni imekuwa gumzo si tu Tanzania bali pia katika mataifa jirani. Ndani yake mhubiri anakumbusha viongozi kwamba mamlaka yote yanatoka kwa Mungu na yanapaswa kutumika kwa kuwahudumia watu, si kama nyenzo za kujitajirisha na kuwakandamiza wananchi anaowaongoza. Alisisitiza kuwa kila kiongozi anapaswa kutambua kuwa cheo ni dhamana na si haki ya kuzaliwa, na kwamba taifa linaloruhusu tamaa ya madaraka kuchukua nafasi ya maadili linaelekea katika uharibifu wa kiroho na kijamii. Kwa maneno hayo, kwa ujumbe mwingine alisema ni kwamba viongozi ambao wananyanyasa na kukandamiza wale wanaowaongoza basi wamelaaniwa. Wengi wameitafsiri kauli hiyo kama ishara ya upinzani wa kimya dhidi ya mfumo wa uongozi unaoonekana kutojali maadili ya msingi. Baada ya ujumbe huu kusambazwa, maelfu ya Watanzania walijitokeza mtandaoni kuonyesha hisia zao. Baadhi walimpongeza mhubiri kwa ujasiri wake wa kusema ukweli bila woga, wakiuita hotuba hiyo mwanga wa kiroho katika giza la uongozi. Wengine walionyesha wasiwasi wakisema maneno haya yanaweza kumweka mhubiri katika hatari kutokana na hali ya kisiasa ilivyo sasa. Katika maelezo yaliyowekwa na Bongo Broadcast chini ya video hiyo, kulikuwepo sentensi iliyoongeza zaidi uzito wa mjadala huo, ukisema kuwa nimegundua kwa nini alijitoa zake mapema, Mungu atulindie huyu. Maneno hayo yalionekana kama ishara ya onyo au siri fulani kuhusu sababu za mhubiri huyo kuepuka kuzungumza hadharani mara kwa mara. Wafuasi wake wengi waliandika maoni wakitaka kujua undani wa kauli hiyo, huku wengine wakihisi kwamba labda kulikuwa na presha au vitisho msukuma kujitenga mapema. Ujumbe wa video hiyo ulienea kwa kasi ya moto na ndani ya saa chache ulikuwa umeshatazamwa na mamilioni ya watu. Kwenye majukwaa ya kijamii, wananchi walitumia maneno kama Mungu ameongea kupitia huyo na hii ni sauti ya onyo, kuonyesha imani yao kwamba ujumbe huu ulikuja wakati mwafaka. Baadhi ya wachambuzi wa kijamii walibainisha kwa video hiyo imeibua mjadala mpana kuhusu namna viongozi wanavyotumia mamlaka, hasa katika kipindi ambacho nchi inajiandaa kuelekea uchaguzi wakati nchi inaendelea kujiandaa kuugua kutokana na machafuko ya uchaguzi wa mwaka huu, kipindi ambacho hisia za kisiasa na kijamii zimekuwa zikichemka. Kwa upande mwingine, baadhi ya watumiaji wa mitandao walionekana kukosoa video hiyo wakidai kuwa ina lengo la kisiasa. Walisema kuwa ujumbe huu unalenga kuwashawishi wananchi kwa hisia badala ya kuwapa suluhisho la moja kwa moja la changamoto za taifa. Hata hivyo, wimbi la watu waliunga mkono maneno ya mhubiri lizidi kwa mbali sauti za upinzani. Katika historia ya Tanzania, sauti ya kiroho imekuwa na uzito mkubwa katika kueleza mjadala wa kitaifa, na tangu enzi za viongozi wa dini kama Askofu Desmond Tutu
Katika ukanda wa Afrika Kusini au marehemu Askofu Stefano Moshi nchini Tanzania, matamko ya kidini yamekuwa yakihusishwa na ujasiri wa kusimamia haki na ukweli. Hotuba hii mpya ya mhubiri imeonekana kufuata mkondo huo, ikiibua swali kuu: ni wapi mipaka kati ya dini na siasa inapokutana katika utetezi wa maadili? Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kijamii, ujumbe wa mhubiri unagusa moja kwa moja kwenye kiini cha changamoto za Afrika nyingi: tamaa ya madaraka, historia ya kushikilia madaraka kwa nguvu, huku wananchi wakibaki kwenye umaskini na mateso. Mhubiri huyo alionekana akihusisha hali hiyo na kuporomoka kwa misingi ya kiroho na kimaadili, akisisitiza kuwa mamlaka yanapopoteza heshima ya Mungu yanageuka kuwa chanzo cha uharibifu. Ndani ya Tanzania, mazungumzo haya hayakuishia kwenye mitandao pekee, kwani vyombo vya habari vya ndani vilianza kuchambua ujumbe huu kwa undani, vikirejelea nyakati tofauti ambapo sauti za viongozi wa dini zilipaza sauti na kutoa kilio cha haki, uadilifu na upendo wa taifa. Wengine walikumbusha matukio ya nyuma ambapo makanisa na misikiti vilijitokeza kuonya dhidi ya ubinafsi wa kisiasa na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Hali imezidi kuibua tafakari kuhusu nafasi ya viongozi wa kiroho haswa katika jamii ya sasa. Na je, wanapaswa kuzungumza hadharani wanapoona maovu au waendelee kukaa kimya kwa kisingizio cha kutohusisha dini na siasa? Kwa wengi waliouona ujumbe huu wa mhubiri, jibu lilikuwa wazi kwamba kimya cha watu wema kinaweza kuwa hatari kuliko kelele za waovu. Mhubiri huyo ambaye amejulikana kwa miaka mingi kwa hotuba zenye kugusa dhamiri, amekuwa mfano wa viongozi wachache wa kiroho wanaothubutu kusema ukweli hata wakati ambapo hofu inatawala. Wafuasi wake wamekuwa wakimuona kama sauti ya kizazi kipya cha viongozi wa kiroho wanaotumia mafundisho ya Biblia kuwakumbusha watu juu ya uwajibikaji na uadilifu wa kitaifa. Hata hivyo, hotuba hiyo haijawacha tu mjadala wa kiroho, bali pia imetikisa mjadala wa kisiasa. Wakati baadhi ya viongozi wa kisiasa wakichukua msimamo wa kimya, wengine walionekana kutoa kauli za kujitetea, wakikemea kile walichokiita ujumbe unaolenga kugawa wananchi. Lakini kwa wananchi wengi ujumbe huo haukuwa wa kugawa, bali wa kuunganisha, ukihimiza viongozi kurudi kwenye msingi wa kiheshima kwenye msingi wa kuheshimu utu na huduma kwa wananchi. Huyu si yeye mhubiri tu, na ndio maana tunasema kwamba huenda damu ya waliokufa kutokana na risasi na jeshi lilotumwa na Samia Suluhu imeanza kumwandama Samia kwa kumsumbua. Manake wahubiri wengi wameshajitokeza, akina Askofu Mwamakula, Askofu Benson Bagonza na wengi zaidi ambao wamekuwa kinyosha kidole cha lawama kwake Samia Suluhu, wakisema kwamba amelaaniwa. Manake Biblia inasema kwamba ukimwaga damu ya mtu asiyekuwa na hatia, basi bila shaka na wewe hapo ndipo tunaelekea. Kwa kweli, damu iliyomwagika kwa wingi haswa ya Watanganyika nchini Tanzania inazidi kumwandama Rais Samia Suluhu, na wengi wamemtaja wakimwomba sasa ajiuzulu kutokana na kiti hicho ili kuleta umoja na bila maridhiano. Manake maridhiano hayahitajiki wakati damu ishavuja, na wengi sasa hivi wanaugua, huku wengine wakihitaji miili ya wapendo wao waliopotea katika maandamano ili waweze kuizika. Huu ni uchambuzi wetu kutoka hapa Kenyascope, mahali ambapo unapokea habari na taarifa za kweli na za dhati ambazo hazipindishi kwa vyovyote. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video hii ili tuweze kuwafikia ndugu jamaa na wengi ambao hawajapokea taarifa hizi. Vile vile gonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunavyozi upload.